Wagwan, naitwa Timo, na kwa haraka tu nimeona leo nisilale bila kuachia chochote, au sio bwana? Lazima mpate chochote, muangalie, mjifunze, lakini pia nahitaji comment zenu nyingi, marekebisho, mapendekezo, nyewe wanangu bwana, kwa sababu inaamini viewers wa kwanza wa content zangu ni watu ninaofahamiana nao, hao wengine watafuata kutoka kwenu. So ukicomment kwenye posta yangu popote pale, TikTok, Facebook ama Instagram au YouTube, comment yako inaweza ikasababisha interaction. Mtu anapo scroll kukutana nayo inakuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu inaweza kuwa ni related content kwa watu wa aina fulani. So leo nimewaletea hii nitasoma, kwa kweli hii mtanisamee, nitasoma, sijawakariri hawa wachezaji, lakini nimeona nikuletee wana michezo 10 Afrika ambao wanaingiza pesa nyingi zaidi. Unajua tunajua kwamba michezo ni moja kati ya vyanzo vikubwa sana vya mapato kwa vijana wengi ambao wanashiriki michezo. Sasa kwa Afrika vijana wengi wanategemea mfano sports kupata mafanikio. Nikichapa hii ya Afrika, nikipata nafasi nitakuja kuachapia ya Tanzania, lakini Tanzania nitafanya overall sekta ya entertainment. Ni watu gani ambao wanaongoza kwa kuvuta mkwanja mrefu? Takwimu sitatoa mimi, takwimu nitazitumia za kimataifa. Kwa hiyo asitokee mtu akanifuata akaniambia nimeongopa sio na nini. Hapana, sitaki. So kwa Afrika, mchezaji ambaye anaongoza kwa mkwanja mrefu anaitwa Mohamed Salah. Sema Misri bwana, anaona kama South Africa. Sijui Misri, Morocco, sijui wale wakina nani, wale Algeria. Sometimes unaona kama South Africa wale. Lakini ndio hivyo, ndio tuko nao kwenye mipaka yetu. Kuna vitu waheshimu kwa namna hiyo hapo. So Mohamed Salah anaingiza zaidi ya dola milioni 50 kwa mwaka. Dola milioni 50 mzee. Ngoja kwanza, hata sitaki kwenda mbali. Ngoja ni calculate hapa. Dola milioni 50 brother, kwa hela za kibongo mimi nitakuwa napiga kwa 2500 tu. Bilioni 125 kwa mwaka. Salah huyo, Mohamed Salah, bilioni 125. Hii bilioni 125 akisema yeye gawanya. Hisi ni kwa mwaka. Ngoja tufanye tu kila mwezi. Tusihangaike na ile mwaka mzima kwa siku. Kila mwezi gawanya kwa 12. Kwa hiyo kila siku, kila mwezi Mo Salah anapokea bilioni 10 milioni 416 na laki 666,600 kila mwezi. Sasa hii B10 kila mwezi, mzee wangu, baba, kuna watu wanayo hapa baba wanayo hiyo. Kahama hapo kuna watu wanayo hiyo. Una pa kukanyaga mzee, hugusi. Mchezaji wa pili anaitwa Sadio Mane, anatoka Senegal. Bwana, huyu ni mchezaji ambaye amekimbilia Saudi Arabia. Yeye kwa mwaka anaingiza dola milioni 40. Jamani, dola milioni 40 ni hela nyingi. Chukua milioni 40 wewe, izidishe na hela ya nyumbani kwenu. Ichukue, zidisha na hela ya Malawi, zidisha na hela ya Kongo, zidisha na hela ya wapi utakapoangalia video, wewe zidishe. Dola milioni 40 mwanangu kwa mwaka ni hela nyingi sana. Sadio Mane, mtoto wa kimaskini, anatokea Bambali, Senegal. Nishawahi kufanya story yake kipindi fulani, na nafikiri siku moja nitapita kwenye ile blog ambayo nilikuwa naandika hizo stories, niipitie ile story ya Sadio Mane, alafu nije nayo hapa uone the way watu walikuwa na hustle. And he's a very humble guy, Sadio Mane. Sadio Mane wakati yuko Liverpool niliwahi kusikia, sina uhakika, kwamba jamaa asubuhi, alfajiri, kabla ya swala ya asubuhi, jamaa alikuwa anawahi msikitini, anasafisha chooni, ana deki msikitini, anasafisha fresh kabisa, getting a lot of money every day. Anapata hiyo hela akiwa Uingereza. Akiwa Saudi inakuwaje? Noma sana. Kuna mtu anaitwa Riyad Mahrez. Huyu jamaa naye sasa hivi yuko Saudi Pro League, anakula dola milioni 35 mpaka dola milioni 40, a lot of money. Haya, kuna Nigeria, au sio, Victor Osimhen. Huyu jamaa anakubalika kinoma sana kwenye ligi ambayo anacheza, nadhani yuko Uturuki kama sikosei. Anakubalika vibaya sana na hawatamani aondoke.
This is goal machine kutoka Nigeria, na imeniuma kiukweli mimi binafsi kuto kumuona Victor Osimhen kwenye mashindano ya kombe la dunia kwa mwaka huu hapa, na imekuwa ni kitu kibaya sana kiukweli kwa Afrika kuto kuwaona wachezaji wa Nigeria kwenye mashindano ya kombe la dunia, lakini hatuna la kufanya. Haya ni mashindano na itakiwa watu waende. Kuna mtu anaitwa Achraf Hakimi. Huyu bwana ni Morocco na anacheza Ulaya sasa hivi, na ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanalipwa mishahara mizuri sana pale Ufaransa. Anachezea PSG, ni rafiki wa karibu sana na Kylian Mbappe. Kylian Mbappe huyu naye na story yake moja hivi ya moto sana. Kylian Mbappe nitakuja nayo siku moja, ni wapi wanangu wa sports, najua hatutaangushana bwana. Huyu Achraf Hakimi anakula 20 mpaka 25, ni hela nyingi sana. Kuna mtu anaitwa Yasin Bonu au Yasin Bonu, anacheza Saudi Arabia, anakula dola milioni 15 kwa mwaka hadi dola milioni 20, wastani wa hiyo. And mind you, kwa nchi za Saudia huko makodi sio ya kutisha sana kama ya nchi za Ulaya, na ndio maana wachezaji wengi wanakimbilia huko. So hiyo ni sehemu ya nani. Lakini pia kuna Kalidou Koulibaly, huyu naye amekimbilia Saudi Arabia, anakula dola milioni 15 hadi 20. Of course ni hela nyingi sana. Alafu kuna Mkameruni anaitwa Joel Embiid, huyu ni nyota wa NBA. Mkataba wake na Nike na makampuni mengine makubwa, lakini unakadiriwa kuwa na karibu dola milioni 50. Umeona, NBA anakipiga huyu. Umeona, huyu ni mwanamichezo pia, sasa tuzungumzie soka tu hapa. Lakini pia kuna mtu anaitwa Pascal Siakam, naye ni Mkameruni, naye anacheza NBA. Anaingiza dola almost dola milioni 35 kwa mikataba yake na makampuni na wadhamini na vitu kama hivyo. Makadirio ni kama dola milioni 15 hadi milioni 35. Alafu kuna mtu anatoka MMA, UFC. Huyu bwana uwaga anapiga kama anaua, anaitwa Francis Ngannou. Picha yake hii hapa, Francis Ngannou. Huyu ni mtu hatari mzee. Huyu jamaa ana bonda, anapiga vibaya sana. Lakini miaka kadhaa iliyopita huyu jamaa sio alikuwa ni fundi ujenzi, sio alikuwa nani, alikuwa hana hata mpango wa kutoboa. Akaona hapa hii miguvu unaotumia kubeba zege na nini, bora nikapige watu. Kwa hiyo kaanza kupiga watu kwao Kameruni. Bonda sana watu, piga sana. Ukikutana na Francis Ngannou ni kama umekutana na nani, Francis Ngannou ukikutana naye ni kama umekutana na Israeli. Anapiga huyu jamaa jamani, anapiga kama anaua. Anapiga. Nenda UFC, search jina lake Francis Ngannou na kuandikia hapa. Huyu jamaa anabonda bro. Huyu jamaa anabonda. Alipiga mtu kwenye UFC. Ushai kuona huu mfupa, huu msuli wa shingo huu, unahisi kama huyu mtu huu msuli unatoka. Jamaa anaanguka, jamaa anataka kushindilia maarifa, akasema Ngannou, umetumwa kwenu Afrika. Ni kweli una njaa, lakini usitulie mzungu wetu. Acha baba, utamuua. Ndio yule bwana Ngannou kumwacha, anapewa mkanda wake na vibunda vyake. Sasa hivi ana hela, na Ngannou ni rafiki wa karibu sana na Cristiano Ronaldo. Kwa wale ambao hamjui, nitawekea picha ya Francis Ngannou na Cristiano. Alikuwa dina pale wakati Cristiano yuko Riyadh, wakala sana bata. Na Ronaldo anapenda majitu ambayo yametoka kwenye umaskini, alafu ana njaa. Yeye ndo anakuaga marafiki zake wengi sana, watu ambao wametoka kwenye chini kabisa alafu wakafika level fulani, mara nyingi wao wanakuwa marafiki wa Ronaldo. Kwa msishangae hata mimi siku moja akiwa rafiki yangu. Acha ujinga. Umeona bwana. So Kamerun ndio nchi ambayo kimsingi inaongoza kwenye hii listi kwa na michezo ambao wanaingiza mkwanja mrefu. Wana Joel Embiid, wana Pascal Siakam na huyo Francis Ngannou. Lakini Morocco inaendelea kutawala baada ya mafanikio ya kombe la dunia 2022, lakini kucheza finali za AFCON. Wachezaji wengi wa Morocco wameongeza thamani zao na wameenda kwenye vilabu vikubwa duniani. Lakini pia wachezaji kama Mo Salah, Sadio Mane, Mahrez, Koulibaly na Bonu, kwa kitendo chao cha kumove kwenda nchi za Saudia huko, kimewasaidia wao kuongeza mkwanja. Sasa swali ni kwamba
Afrika inapata lini wanamichezo wa kwanza mwenye utajiri unaofikia dola bilioni 1 kama Michael Jordan au Cristiano Ronaldo? Kwa Afrika unadhani ni mchezaji gani au mwanamichezo au kwenye mchezo upi Afrika tunaweza kupata watu wenye mafanikio makubwa kama hao niliyokutajia, kina Cristiano Ronaldo, kina LeBron James au Michael Jordan, wenye utajiri unaokadiriwa kufikia karibu dola bilioni 1? Inawezekana? Na kama inawezekana ni wapi? Mimi natamani sana iwe Tanzania. Kuna mtu kasema hakuna. Inawezekana, why not? It's a matter of time. Mimi nimemaliza jamani. Leo nimechelewa sana kurudi nyumbani na I hope content hii sitaifuta. Bye bye. Hizi story mnapigaga vijiweni, hasa leo nimewarahisishia.